Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Tuko na Hashim Thabit ametoka Nairobi, Kenya kwenye mashindano ambayo amebuka kwa washindi watatu. Hashim, kama lakini? Kama anakuwa. Mambo anasemaje? Tupo tunapambana. Nikupongeze sana. Dar City sasa hivi imekuwa ni timu ambayo imesababisha mchezo wa basketball Tanzania sasa hivi waanze tena kuzungumza kwa mara nyingine tena. Una feel vipi hasa kuwa moja ya timu ambayo sasa hivi inafanya basket ianze kupendwa pia Tanzania? Mimi najisikia vizuri nikiwa kama sio tu mtu ambaye ninapenda basketball ipendwe. Nikiwa kama mwekezaji wa basketball, nikiwa kama former basketball player, nikiwa kama vitu vingi, mzazi, mlezi na watu wanafunzi ambao wanasoma Marekani kupitia basketball. Kwa hiyo mimi najisikia vizuri na hii ni hatua kubwa sana katika mchezo wa basketball Tanzania, na ni furaha sana kuona mambo yanaendelea sasa hivi. Nataka kwa uchache hasa mlikopo nchini Kenya, Nairobi kwenye mashindano. Pengine ilikuwa ni mashindano namna gani hasa, na pengine hasa kwa nyinyi hasa yamewafikisha wapi hasa? Kuna ligi inachezwaga, sidhani kama watu wengi wanaifuatilia. Tanzania ni mpya ambayo iko chini ya NBA, inaitwa BAL. Na michuano hii sisi tumeenda South Africa. Nadhani kama mnakumbuka wiki mbili zilizopita tulicheza IST. Ilikuwa 32 bora. Kwenda Nairobi tumecheza 16 bora. Kwa hiyo sasa hivi tumeshika nafasi ya 3 katika hizo 16 bora. Tuna nafasi ya kuweza kucheza katika ligi ambayo ndio inakuja. Kwa hiyo ni maandalizi mazuri tumefanya. Mpaka sasa hivi hatujatangazwa kuwa sisi tumevuka kwenda kwenye hiyo ligi. Kwa hiyo tunasubiri sasa hivi. Tumalizie la mwisho. Dar City sasa hivi inapendwa sana Tanzania. Kwa wewe hasa kujiunga na mnaona walivyo approach hasa, ilikuwa na upesi gani, ilikuwa na ugumu kiasi gani kujiunga nao? Sidhani kama ilikuwa na ugumu wowote, kwa sababu approach kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya na hii timu ambavyo ilikuwa plan yangu. Kwa hiyo yani nimeingia mule nilipokuwa natakiwa. Basket na wasanii hasa imekuwa ni kama kitu ambacho ni kacha, yani ni kitu kimoja hivi. Kwa nini imekuwa ikitokea hivyo sana? Na Tanzania imekuwa nimeona wasanii wengi sana sasa hivi anaiunga sana mkono Dar City. Ni kidunia, wasanii wanapenda pia na wao entertainment. Kwa hiyo basketball ni entertainment ambayo inachukua masaa mawili, ambayo msanii unaweza ukaenda hata yani unaweza ukashow hapo ukaangalia kidogo ukaondoka. Basketball ndio iko hivyo. Ila soka ukienda ukiangalia kidogo utakosa mengi. Kwa ajili basketball mkifunga mnafunga. Kwa hiyo exchanging of basket yani ni game ambayo iko entertaining. Kwa hiyo wasanii wanapenda, wanakuja, marafiki zetu wengi ambao ni wasanii wanakuja kwenye mechi zetu, tunafurahi kuona hivyo. Kuna kijana ambaye anatamani pia na yeye afike level ambayo wewe umefika, hasa kucheza mpaka NBA na vitu vingine kama hizo. Afanye kitu gani hasa? Mazoezi tu. Yani kufika certain levels inabidi kwanza utake, uwe na ujaribu, ujitoe mhanga. Yani neno sacrifice. Usacrifice vitu vingi, kuanzia muda, labda sometime enjoyment, kutoka. Yani ni mchezo ambao unahitaji kuwa na discipline na vitu fulani hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana kufuata hayo ili kuweza kufanikiwa kimichezo. Ni lazima uwe mrefu? Hapana, tunaona teammates zangu wengi wana height za kawaida, ila height na adapt, ila ni wewe mwenyewe kwa kweli unataka hiyo kitu ndio ilivyo. Watu wanafia inawezekana basketball inataka kidogo mtu unakula vyakula vingi sana. Kwenye ulaji inakuaje hasa kweli? Unakula kulingana na mazoezi. Hauli tu, pia kulingana na uzito wako. Kuna vitu vingi vya kuangalia ikija kwenye swala la chakula. Kwa hiyo kila kitu ni balance. Ndio kuna mshika wa Tanzania kutazama sasa hivi. Dar City ndo muda wetu. Dar is heart. We are here. Asante bwana. Asante. Hapo. Mashindano yalikuwa magumu kama tulivyokuwa tumetegemea. Tumetumia muda mwingi kufanya maandalizi kuanzia Zanzibar mpaka tumeenda. Sidhani kama tumepewa hata siku moja off. Kwa hiyo tulikuwa kimkakati zaidi. Tumeenda tumefanya shughuli ambayo tulitakiwa tuifanye. Hatukupata game moja nyuma ya jana, hatukupata matokeo tuliyoyataka, ila basketball ni mchezo ambao mnapewa nafasi ya
kufanya mambo next day. Kwa hiyo tukapata hiyo nafasi jana, tumeweza kubakia na mshindi wa 3. Kwa hiyo sisi kama timu kwa uwekezaji tuliofanya, wachezaji tuliowachagua na kuwaleta katika kikosi hichi, mimi nafurahi tu hatua tuliyofikia. Kwa hiyo hopefully sisi ndio tutaweza kupewa hiyo wild card ambayo Tanzania wamelalamika baada ya kupoteza ile game ya nusu finali, wakisema Dar City wanashindwa kupata defense, wanashindwa kupata rebound za kawaida tu, kitendo kilichosababisha kwamba mkapoteza ile mechi. Mna mpango gani wa kusolve hilo tatizo hasa ku play defense? It's a team thing. Unajua mtu ukiwa unakaa unaangalia kwa mbali unaona vitu vingi. Ila ukiwa mule inakuwa ni shughuli tofauti. Basketball mpira unadunda, kuna long rebound, kuna short rebound. Kuna siku ambayo game itakuwa yako, kuna siku game ambayo sio yako. So nimeshacheza game nyingi sana za basketball. Nimeshinda game nyingi sana za basketball, nimefungwa kadhaa. Basketball ni mchezo ambao ukienda pale unatakiwa ukapigane. Huwezi ukaenda pale una confidence kwa utashinda au utafanya hivi. Basketball ni mchezo ambao adjust as the game go. Kwa hiyo kama mliona game ya Giants tuliongoza, nadhani at some point ilikuwa kama 27-4. They came back and then ended up winning by half a basket. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni game adjustment. Pia inanifanya pia niangalie kwa wachezaji gani ambao tunawahitaji for the next round, wachezaji gani ambao labda tuwakate for the next round. Kwa hiyo hizo itakuwa ni coaching adjustment pia na management adjustment. Nashukuru. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ambayo tumefikia. Nadhani ni kwa Tanzania, nadhani ni faraja kubwa sana kwa Dar City kuiwakilisha vizuri Tanzania katika mashindano haya ya BAL Elite 16 na tumefanikiwa kuwa nafasi ya 3. Imeonyesha ni jinsi gani ambavyo uwekezaji umefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Aina ya wachezaji ambao tulikuwa nao wameenda kutuwakilisha vizuri na hatimaye tumekuwa unbeaten kwenye mzunguko wa kwanza, na bahati mbaya tumepoteza mechi katika hatua ya nusu finali. Ilikuwa close lakini tukajipanga vizuri na kuhakikisha kwamba tumepata nafasi ya 3 ambayo imewakilisha vizuri Tanzania. Nini kilikuwa kigumu kwenye game ya Johannesburg Giants? Uliongoza vizuri first half, kipindi cha pili waka close gap na wakashinda kwa tofauti ya point 2. Ni sehemu ya mchezo. Ukiangalia timu yangu ilianza vizuri, tumecheza kwa uelewano mzuri kota kwanza na pili. Kota 3 nadhani yale maelekezo ambayo tulikuwa tumeyatoa hayakuwa executed vizuri. Kwa nafasi ambazo sisi tumezikosa, Johannesburg wao wakaona na wakajaribu kurudi kwenye mchezo, na pale ambapo tumehitaji ku-execute kumaliza mchezo ikawa nadhani bahati haikuwa kwetu. Kwa credit kwa wachezaji wangu, nadhani wameonyesha level nzuri ya mchezo, lakini kikubwa ni kwamba tumeipeperusha vizuri bendera yetu ya Tanzania kwenye mashindano haya, kwamba kila timu na sasa zinaanza kujiuliza Dar City ni kina nani. Kwa hiyo tumepeperusha vizuri bendera na tunaamini kabisa kwamba kwenye wild card ambayo tutaipata basi tutafanya makubwa zaidi kushinda haya ambayo tumeyafanya Nairobi. Kwenye game 2 tulimwona mchezaji kama Diabate akicheza akiwa na injury. Kwa hamna replacement yake, mkaimweka mchezaji mwingine? Hakuwa injured. Diabate is an experienced player, one of our top in Africa. Ameonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa sisi tulikuwa tuna malengo. Kwa malengo yetu kama coaching staff ni kuhakikisha kwamba tunamtumia vizuri Diabate, na huyu ni professional. Kwa tunamlinda katika fatigue na kila kitu, lakini yeye anajua majukumu yake na ameenda kuyatekeleza vizuri katika mashindano haya. Vile vile ukiangalia tulikuwa tuna experienced players kama Zuzwa, Putni, Deng, Ndoe ambao wana experience kubwa sana kwa mashindano ya BAL, lakini tuna icon wetu kutoka Tanzania, Hashim Thabit, our captain. Nadhani wametuwakilisha vizuri. Game ya mwisho Hashim Thabit nadhani alienda kuhakikisha kwamba Tanzania inapaa juu zaidi kwenye mchezo wa kikapu, na Afrika yote inatujua kwamba kwenye mpira Tanzania kuna team inaitwa Dar City. So proud of my team, proud of
support cast wanahisi kwamba wachezaji wetu wengine ambao walikuwepo kwenye bench hawana thamani, wana thamani kubwa sana, lakini ni mipango ya timu kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye level hii kwenda kwenye level nyingine, na ndipo pale wanapohitajika wachezaji kufit in kama icon wa Tanzania mwingine Amini Mkosa anaingia kufanya jukumu lake vizuri na kutoka, kwa sababu timu ilikuwa inataka malengo ya kuipeperusha Tanzania kwenye level ya juu kwenye mchezo huu wa mpira wa kikapu hapa Afrika. Sawa coach. Jana baada ya game mwisho kumalizika, tuliona baadhi ya kwenye mitandao ya kijamii. Wengine wakisema Dar City imefuzu, wengine haijafuzu. Wengine wakisema kwamba Dar City imeenda kama best loser, wengine wanasema ikiwa sio best loser. Iko vipi uhalisia? Sisi tunajivunia kwa level ambayo tumecheza, kwa tunawaachia BAL wenyewe waamue hiyo wild card wanaipeleka wapi, lakini kwa sisi, kwa jinsi ambavyo tumeonyesha mchezo na ushindani mkubwa na level ambayo imeonekana, basi naamini kabisa hiyo wild card itakuja kwetu Dar City na tutapata nafasi nzuri ya kuwakilisha basketball Africa, lakini kikubwa ni kwamba tutakuwa ni timu ya kwanza kuweka record Tanzania kwamba ni timu ya kwanza kwenda kushiriki mashindano ya BAL 2026. Okay. Yeah. Asante.